Qur'ani ina sura 114. Sikiliza haya maneno. Qur'ani ina sura 114. Ina aya 6236. Ina maneno 76440. Ina herufi 322,373. Aya iliyozungumzia habari ya miezi mitukufu ni aya ya 36 katika sura ya 9. Surati Tauba aya 36. Hiyo ndio imezungumzia utukufu wa miezi. Na ndo aya pekee ndani ya Qur'ani imezungumzia utukufu wa miezi. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Inna indata shuhuri inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa samawati wal ardha minha arba'atun hurumun dhalika dinil qayyim. Hii ni aya 36 katika surati Tauba. Mwenyezi Mungu anasema ina indata shuhuri inda Allah, hakika ya hisabu ya miezi ya mwaka mbele ya Mwenyezi Mungu 12 shahran ni miezi 12. Yauma khalaqa samawati wal ardha, tangu siku Mungu alipoziumba mbingu na ardhi. Minha, katika hiyo 12, arba'atun hurumun, kuna miezi 4 mitukufu. Dhalika dinil qayyim, na hii ndio dini ya Mwenyezi Mungu Mola wako iliyonyoka na kusimama. Miezi mingapi mitukufu? Mingapi ya Mungu asema? 4. Minha arba'atun hurumun, ndani ya hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu. Ambayo miezi hii 4 mitukufu ni Muharram, mfungo 4, mwezi wa Rajab, mfungo 10, mwezi wa Dhulqaada, mfungo 3, na mwezi wa mfungo 2, na mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo 4, mfungo 3. Kwa hiyo miezi mitukufu ni mfungo 4, mfungo 10, mfungo 2 na mfungo 3. Mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiislamu, mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu, na mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu. Hiyo 4 ndio Mungu kaitaja kuwa mitukufu. Katika hii miezi 4 iliyotajwa ndani ya aya moja kwa moja kuwa mitukufu, Ramadhani haumo. Si inaeleweka? Hii aya iliyotaja miezi mitukufu moja kwa moja, Ramadhani haimo. Sasa swali, kwa kuwa hii miezi mitukufu, katika hii miezi mitukufu 4 Ramadhani haimo, haikutajwa katika miezi mitukufu, ila Ramadhani imepata utukufu kwa sababu ya matukio yaliyomo ndani ya Ramadhani. Si nimeleka sawa? Haikutajwa katika miezi mitukufu kwa mujibu wa aya. Wala hakuna aya ndani ya Qur'ani ya direct kwamba Ramadhani mwezi mtukufu. Aya hiyo haipo. Ila ule utukufu unaupata mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya vile vinavyopatikana ndani ya Ramadhani. Cha kwanza, na vitaja vitu kadhaa leo watu waelewe. Cha kwanza, Ramadhani imepata utukufu kwa sababu vitabu 5 vyote vya Mungu vimetemka ndani ya Ramadhani. Sufi Ibrahim, yani muongozo wa Nabii Ibrahim, umeshuka ndani ya Ramadhani. Torati ya Musa imeshushwa ndani ya Ramadhani. Zaburi ya Daudi imeshushwa ndani ya Ramadhani. Injili ya Yesu imeshushwa ndani ya Ramadhani. Qur'ani ya Muhammad imeshushwa ndani ya Ramadhani. Ile kitendo cha kutoka Lauhil Mahfudh kuja samai dunia, vitabu vyote hivyo 4 Mungu alivishusha ndani ya Ramadhani, alafu ndio Jibril alikuwa anapeleka aya za matukio kwa manabii husika kwa wakati husika kwa matukio husika. Nimeleweka sawa? Kwa kitendo cha Qur'ani na vitabu vingine kushushwa ndani ya Ramadhani, vimeipelekea mwezi wa Ramadhani kuwa mwezi mtukufu. Nimeleweka sawa? La pili, mwezi wa Ramadhani umekuwa mtukufu kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna 13 ambayo huyapati kwenye mwezi mwingine wowote isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Mwezi wa Ramadhani 10 la kwanza ndio 10 la rehma, 10 la pili 10 la maghfira, 10 la tatu 10 la iti 10 la nar. 10 la kwanza 10 la kurehemewa, 10 la pili siku 10 za pili 10 za kusamehewa dhambi za wanadamu, na 10 ya tatu ni kuacha huru na moto wa jehanamu. Hakuna hata ile miezi 4 mitukufu iliyotajwa ile ambayo Mungu anasema arba'atun hurumun, ndani ya hiyo kuna miezi 4 mitukufu. Yale 10 yake matatu yote, hakuna 10 la rehma maghfira, wala hakuna 10 la iti 10 na nar.
isipokuwa mwezi wa Ramadhani Mungu kaujalia kwa ile rehma ya kushushiwa vitabu vitakatifu vya Mungu, 10 zake zote 3 zina utukufu ndani yake. Nimeeleweka sawa? Yeah. Nimeeleweka sawa? Kutokana na utukufu huu wa kushushwa yale 13 kuwa na vitu vitukufu, umeufanya mwezi kuwa mtukufu. Maana yake nini? Utukufu wa Ramadhani umekuja kama ikulu. Umekuja kama ikulu. Ikulu ni nyumba kama nyumba zingine, lakini inakuwa ikulu na inakuwa tukufu kwa sababu anakaa nani? Rais. Yes. Kwa hiyo rais ndio anaupa utukufu, anaipa utukufu nini? Ikulu. Ikitokea rais kahama na nyumba kaiacha mnafanya vyumba vya kulala, automatically ule utukufu wake haupo. Si nimeeleweka? Sasa hapo nimekosea wapi hapo? Au mashehe wanaonikosoa au wanatafuta juu yangu? Huo ndo ukweli. Na hakuna shekhe anayepinga hilo kwamba utukufu wa Ramadhani umekuja kutokana na matukio ya Qur'ani. Lakini ja tatu, usiku wa mwezi, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja, usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairu min alfi shahri. Usiku mmoja wa Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 sawa na miaka 83. Ina maana ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja, ubora wake kwa thamani ni sawa na miaka 83, miezi 3, wiki 3 na siku 3. Anayefanya ibada nusu saa ndani ya usiku wa Lailatul Qadri baina ya saa 7 na saa 10 kasoro alfajiri, saa 11 kasoro alfajiri, ukapata ibada ya nusu saa, hiyo ibada itahesabika umeifanya miaka 83, miezi 3, wiki 3 na siku 3 nani stop. Hujasinzia, hujalala, hujakunywa, hujapepesa, hujaenda chooni, hujakatikiwa udhu, yani uko kwenye ibada tu miaka 83. Kwa sababu hii Ramadhani ikapata utukufu. Kwa hiyo Ramadhani kwa maana ya miezi iliyotajwa kuwa ni mitukufu haikuwa katika miezi mitukufu, lakini imepata utukufu kutokana na matendo na vitu vinavyopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndio maana ukaitwa mwezi kuwa mwezi mtukufu. Lakini ikitokea leo Mkristo anakuuliza aya, nipe aya ndani ya Qur'ani mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, aya hiyo huwezi kutoa. Ila utaipa utukufu kutokana na nini? Yale matendo na matukio yanayopatikana ndani ya Ramadhani. Okay. Hapo nimeeleweka? Nimeeleweka vizuri sana. Hapo nimeeleweka. Lakini Ramadhani ina tukio jingine ambalo huwezi kulipata wakati wote. Ramadhani ndio mwezi pekee mchana wake wote unafungwa, tena ni amri. Mchana wake wote watu wanafunga, tena ni nini? Amri. Ni amri. Miezi mingine yote saumu ya Ramadhani, saumu ya mwezi mzima ya faradhi haipo. Kwa sababu saumu za faradhi ziko 3. Ima nadhiri, ima funga hiyo ya Ramadhani. Tumeelewana sasa?